tumepokea kwa moyo wa shukrani kabisa kile ambacho serikali iko tayari kutusupport kama kanisa kwa ajili ya jamii ambayo inatuzunguka. Tukio wa watu ulikuwa ni mkubwa, lakini mioyo ya watu ilikuwa na furaha sana. Pokewaji wa kauli mbiu ya kizazi cha dhahabu. Kizazi cha dhahabu imekuwa, nafikiri kinabii, inaweza kuja kuwa na matokeo makubwa sana katika mioyo ya watu, kwa sababu hakuna mtu anayependa kuwa bati, hakuna mtu anayependa kuwa chuma, kila mtu anapenda kuwa dhahabu, na tunafahamu thamani ya dhahabu. Tulikotoka ni mahali kwenye maumivu, tusingependa kukumbushia huko tulikotoka, lakini sasa Mungu ametuambia tu kizazi cha dhahabu, tunatazama mbele zaidi. Mbele kuna mambo ya baraka, mbele kuna mambo ya amani, ya furaha, kuna mambo ya kuponya mioyo. Kwa hiyo kama kizazi kipya cha dhahabu tunategemea makubwa sana. Ukiniuliza mbele unaona nini? Naona makubwa sana, naona baraka, naona afya njema za watu, naona watu wanafanikiwa. Hiko ndicho ninachokiona miaka michache ijayo kuanzia leo. Kwa hiyo kuna wengine hivi ninavyozungumza, huwa namwamini Mungu kwamba chakula ambacho Mungu huwa anatuambia au ananiambia niandae, alafu nikawapatia watu wa Mungu bure. Huwa kuna watu wamekusudiwa tu, lazima watakuwa wanabarikiwa. Watu watafunguliwa, wataponywa, ndoa mikosi na nuksi. Hiyo sinaga mashaka. Nimshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na Makamu wa Rais pamoja na Waziri Mkuu waliomwazaini Mheshimiwa Sangu kuja kuwasilisha, kimsingi ni ujumbe wa kutoka juu wa kutupatia hilo eneo. Na unajua huwezi kupewa kitu kama mamlaka ya kuthibitisha wewe ni nani, una ukweli kiasi gani. Yaani mpaka unapewa ujue wameshakufanyia vetting tayari na hawajakosea kutoweko kitu, ila na kwenda kufanya nini. Vision ya pale Ruguruni ni kwanza kuwasaidia yatima. Tunataka tufungue nursery school, primary school kwa ajili ya yatima tu. Kuna yatima wengi ambao niliwaona walimtoa machozi, wengine wako mtaani hawana bwana, wako ombaomba. Tunataka tujaribu kukaa nao wale, tuweze kuwapa elimu ya nursery, primary mpaka chuo, ili angalau tuwalete kwenye jamii ambayo inaweza ikawa accept kama watu wengine. Unapokuwa na angalau kaelimu fulani, jamii ile kuzunguka inawezekana wewe kwa manufaa. Lakini kwa sasa tunavyowakimbia yatima, tunavyowakimbia hawa ombaomba, tunatengeneza bomu sana kesho. Wanaweza wakaja kuwa majambazi hao, wanaweza kuja kuwa ndio mashoga hao, kwa sababu hawana shule, hawana kazi ya maana ya kufanya. Kwa hiyo mwisho wa siku hawa wanakuja kuwa wabaya kwenye nchi yao wenyewe. Hao ndio wanaweza kuja kuchukua mabango baadaye na kuanza kuandamana kwamba serikali imetuacha, hakuna hiki. Hao wanaweza kuchoma barabara kesho hao. Kwa hiyo nini cha kufanya? Tunataka tukipata hiyo ardhi tujenge hiyo shule kuanzia nursery, primary na sekondari, hata na chuo baadaye, ili kuwasaidia kwanza kundi hili. Nilimwambia Mungu, kama unaweza ukanipa neema nikaandaa kitu kama hiki, watu wakanielewa na watu wakaja wakala bure kabisa. Tumetumia milioni nyingi sana hapa, watu wakaja wakala bure kabisa. Kwa nini usinisaidie nikawasaidia watu kama hao ambao wako mtaani? Inawezekana wakapata huo msaada na wakaja kusema kumbe Mungu yupo, hata sisi tuliko mtaani ametuona. Kwa hiyo tukipata ile eneo tunataka tufanye hiko kitu kwa usahihi kabisa, ili kuwasaidia Watanzania wenzetu. Kupata hiyo ardhi nataka nahudumia watoto kuanzia nursery mpaka wale walioko mtaani ambao nursery, hasa wale ambao hawana baba wala mama, wale yatima ndio walioko mtaani. Lakini kabla sijaanza tutafanya mkutano mkubwa wa watoto tu. Yes, watoto tuweze kukaa nao, niwaombee, nile nao, alafu introduce kwa ambacho Mungu amenipa. Kwa hiyo nitakuwa na kazi ya kuwafungua watoto. Baada ya kuwafungua na wasaidia hivyo, nataka ni accommodate pamoja, alafu niwatafutie mwalimu, niwatafutie na nyumba, wanakuwa wanahudumiwa hapo na wanaanza shule hapo mpaka wanamaliza huko, wanafundishwa neno la Mungu, wasije wakawa wajumbe wa shetani. Naitwa Fidel Steven Mugabo, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Pentecost Mwananyamala karibu na sehemu Juma na kutokea Ndii Suguru alikoanzia. Mtu wake wa kijana form 3 mpaka alipokuja kuanza huduma, muda mrefu tumekuwa naye tusali pamoja. Kanisa mwili wa Kristo. Unapoona kanisa liko Manzese, liko wapi, kila kimoja ni kiungo kwa mwenzie. Ila sasa kutokana na ubinafsi wakati mwingine tumejiangalia si wenyewe, lakini haipaswi kuwa namna hiyo. Kanisa la Kristo ni maana. Kwa hiyo tunapaswa kujivunia kile ambacho mwenzako anafanya, kama ambavyo ndugu yangu anafanya hapa na Biskuye. Moja muone mwenzie kuwa ni nini,
bora badala ya kubezana na kutukanana na kushambuliana. Hiyo si jambo na wala sio mpango. Na sisi wanasema shughuli ni watu, na watu ndio nyinyi na wale waliofika pia, lakini pia tulikuwa na chakula cha uponyaji. Kama watu wasingekuja tusingefurahi, kwamba mpishi siku zote anafurahia pale ambapo amepika na watu wakala. Wamekuja Waislamu, Wakristo, kila mtu na imani yake. Tunajua sisi wote tumeasisiwa na baba yetu wa imani ambaye ni Ibrahim. Sisi tumetoka kwa Isaka, Waislamu wametoka kwa Ishmaili. Kwa hiyo sisi ni watoto wa baba, mama mdogo na mama mkubwa. Kwa Mungu awabariki sana, kwa maana kwa hili limeweza kutufanya tukua kitu kimoja. Tunamshukuru Mungu kwa miaka 19 ya WRC tumemwona Mungu kipekee, na kama mnavyoona kazi ya Mungu hii si rahisi sana, lakini kwa neema ya Mungu tunavuka, tunaifanya. Lakini nipongeze serikali ya Tanzania. Kwa mtu ambaye yuko humu nchini anaweza akaona ni kawaida tu, kuna watu hawapati muda wa kuabudu, kuna hawapati muda wa kusali, wanasumbuliwa, ukikaa hapo mara mabomu mara nini, lakini sisi tuna amani. Sisi nchi yetu ni kweli wanasema serikali haina dini, lakini viongozi wetu wanasimama upande wetu, wanahakikisha anayesali chini ya mti asali, anayesali ndani ya kanisa sali. Kwa hiyo pia naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa rais wetu kwa jinsi ambavyo anajaribu kutufanya Watanzania wote tuweze kuabudu, tuweze kusali kulingana na imani zetu, ili maisha yetu yaende, kwa sababu kila mwanadamu ameumbwa kwa pumzi ya Mungu na ameumbwa kumtafuta Mungu.